akishirikisha Diamond Platnumz katika wimbo Cheche, msikilizaji. 16 dakika zikiwa zimesalia iweze kugonga 7 kamili saa zetu za kanda ya Afrika Mashariki. Shukrani sana msikilizaji kwa kuchagua kutegea 95.5 Baraka FM. Naitwa Mnyazi Kakinda na ndani ya studio tuko naye mhudumu wa afya kwa jina Bi Regina, ambaye tunazungumzia mengi zaidi hususan kuhusiana na kina mama wajawazito na hata wasichana kupenda kula huu udongo. Bila shaka umesikia kwamba umuhimu wa kwake ni kidogo, lakini madhara ndiyo mengi zaidi. Uko sawa? Uko sawa kabisa, ndo zaidi. Okay. So kuna baadhi ya maswali hapa ambayo bado tuko nayo tunaweza kuyapokelea. Kina mama wajawazito tupenda kutafuna, wale ambao ni wasichana pia tunaupenda. Jamani, huu udongo ni salama kwa afya zetu pamoja na za watoto tumboni au kuna madhara? Yote tutayafahamu katika awamu hii. Hivyo basi msikilizaji, endapo utakuwa na swali lolote, kumbuka nambari za ujumbe mfupi ni 0748 312-175. Nimefanikiwa kumpata mhudumu wa afya. Karibu sana mamako mara nyingine tena katika studio zetu za Baraka FM. Asante sana Kakinda kwa kunialika, nimekubali wote na nimefika. Ningependa sana kujua hiyo maswali wako nayo tuyatatue. Kwa majina naitwa muuguzi na Regina. Sawa. Huu udongo unaofahamu vizuri. Labda unaweza jua huu udongo pale ndani umejumuisha nini na nini? Ni jiwe tu la kawaida ama kuna vitu gani ambavyo vinajumuisha huu udongo? Kwa kweli sijajua mali la kwa really manufactured, lakini kama vile tunaita udongo, it's a type of a soil or a soft stone ambayo wanawake wengi wana prefer kukula ama wanautamani katika ujauzito. Na pia hata si wale wana ujauzito peke yake, kuna wale ambao hawana ujauzito na wanaukula bado. Ile tu hamu wanasikia wakikula ile huo udongo wako sawa sawa. Yaani sasa ngoja, hii hamu inatoka wapi? Hii craving, unataka mtu kama mimi na crave ya udongo, nataka udongo, naenda tafuta udongo. Hii craving inatoka wapi? Kwa mama mjamzito, je, ni yule mtoto kule ndani anamwambia mami, katafute udongo tafune ama hivi hiyo tu umeita craving? Because craving inakuja ni ile unasikia kula tu kitu. Kama vile unaweza amka leo ukasikia kunywa soda, ukasikia kula mboga. So kuna ile tu unasikia kama ushauonja huo udongo, ukaufahamu vile unavyo taste. Ni personally nimeonja tu, lakini so ukishafahamu ile taste unasikia labda nikikula huo udongo nasikia vizuri. So ni kama tu craving ambayo inakuja tu. Na kwa upande wa mama wajawazito vile umevyosema, inakuwa ni sana hao ndo wanaegemea huo upande kukula huo udongo, kwa sababu I think tukiassess pale kazini tunaona ni kama ile craving, and mostly una associate your craving ya hiyo huo udongo na ile iron deficiency. Yani wanadamu kuna a certain blood content ambayo inakosekana kwa mwili wao ambayo tunaita iron. So inapatikana katika huo udongo. Yani kwa hiyo udongo kuna hiyo mineral. It's a mineral. So inapatikana hapo. Kila mchanga una huo mineral. Lakini sasa si kwa afya ya binadamu sio vizuri. Zina madhara yake. Ukiangalia yale madhara na ile faida ni kidogo, madhara ni 0.1 over 99. Okay, sawa. Shukrani sana. Sina wasi. Anaitwa Rayvanny akitufikisha 6 na dakika 17 saa zetu za kanda ya Afrika Mashariki. Hii ni 95.5 Baraka FM Mombasa, ikiwa ni 99.3 maeneo Malindi na viunga vyake. Kipindi hewani ni mziki mzuka moto usiozimika. Naitwa Mnyazi Kakinda. Sema nami msikilizaji kupitia ujumbe mfupi, unatuma kwa 0748 312-175. Endapo pia unaweza kupiga simu ni 0722479800 au 0733579800. Tuko na mhudumu wa afya anaitwa Bi Regina ndani ya studio msikilizaji, ambapo tunaangazia hili swala la wanawake kupenda kula udongo. Je, una swali lolote kwake? Hello Baraka. Hello, habari yako? Salama sana, nazungumza na nani? Alex
Alex kutoka Kinarani. Karibu sana, uko na swali lolote? Naam. Salama sana. Salama sana. Alex, uliza swali. Ndio, kwanza habari yako Alex? Kwa salama? Unapiga kutoka wapi? Kinarani. Okay. So leo ndo tunaangazia kuhusu huu udongo, tuangalie faida yake na pia ambavyo kuna pia disadvantage yake kwa kina wamama. So faida yake tukiangalia, naweza ona ndo nimesema faida yake ni kidogo sana ama hata hakuna faida, kwa sababu ni ile tu craving utakuwa umesatisfy. Kwa sababu si kama chakula, si kama dawa, na hakuna faida yote ile unaweza sema umefaidika ukikula udongo. So ni ile tu craving utakuwa umetimiza. Lakini utabona kusema kwamba faida ni kadogo tu. Ndio yako tu kujifurahisha. Alafu pia it is associated with having that mineral. The mineral, you know, kama maji na mineral yake hizo every, so the mineral in it is associated with the lack of, ukiona mtu anakula hiyo udongo, huo udongo ana lack something. So when you eat it, it's like a craving, and when you eat unasikia ni kama ambayo umesuluhisha, lakini kwa hakika hujasuluhisha, because ile deficiency ya iron bado iko kwako. So ukiona mtu anazidi kula ule udongo, ujue bado hajatimiza. So faida yake naweza sema tu ni 0.00, because it's ile hamu tu umetimiza. Umejifurahisha, umekula, basi. Haya, tuelekee sasa katika madhara yake ya huu udongo. Hasa. Naam. Kwa upande huo, madhara nafikiri ndio mengi. Kwa sababu nikiangalia kama vile nimehusika nao kina mama wanaohusika kula mawe, wengine watakuja ndio wana ile hamu ya kukula mawe, lakini baada ya hapo watakuwa wanapata choo kigumu, because mawe ni kitu ambao si digestible. So when unakula ule udongo, you end up unapata ile constipation, yani choo kigumu. So unakuwa na ule ugumu wa kwenda choo. Saa nyingine unaenda wiki moja hujapata choo. So unapata kina mama kama hao wanakuja wana ile ugumu wa kutoa choo. So inabidi tena upewe dawa kusaidia and all that. That is, hiyo ni moja. Hello. Naam. Niambie je. Okay, sawa sawa. Mbona wengine huwa hawana mimba na wanakula? Hilo swali naliweka kando kidogo, tukiendelea. Hello. Naam. Salama sana. Ni mimi, karibu sana. Shwari tu. Swali la kwako ni lipi? Una swali lolote kwa daktari wetu? Asante sana, zidi kutegea. So, tatizo la kwanza umesema ya kwamba mtu atapata tatizo la kwenda choo. Naona kwa wengine wanapiga simu. Hello. Naam. Fiti. Karibu. Okay, sawa sawa. Asante sana. Bila shaka swali lako litakuwa linajibiwa. Tuende kwa madhara mengine, na tuko tumeangazia hilo moja. Tumeangazia hilo moja ya kupata choo gumu. Nyingine ni kupata kitu ambayo ugonjwa ambao tunaita ascariasis. Hiyo ni type ya minyoo. So unapata wakati unakula hiyo, you attract this kind of condition inaitwa ascariasis, ambayo ni minyoo kwa ufupi. Alafu pia ukizoea kula ule udongo, kumbuka huo ni udongo ama ni kama mawe, ina madhara kwenye meno yako. Unakuwa na sensitivity of the tooth, yani meno yako yanakuwa very sensitive, because inakuwa kama jiwe, ukiuma ni ngumu. So you end up having what we call tooth sensitivity ama cavity kwa meno yako. So unakuwa na hatari za kuharibu meno yako. Nyingine pia unaweza pata wakati unapokula ule udongo, una ile appetite ya kula chakula, because umejaza udongo kwenye tumbo, then ikifika ni kukula, alafu you end up unakuwa hauna hamu ya chakula, manake umshaharibu ile digestion na upitishi choo. So unaharibu appetite yako na uwezo wako wa kukula chakula. Hello.
Naam. Karibu sana. Hatukusikii vizuri mama. Miezi 6 na anachema mate. Unahisi okay, sawa sawa. Haya, nina imani ya kwamba daktari ameweza kukupata vizuri. Sijui endapo kuna madhara mengine daktari, kabla hatujaelekea katika kujibu haya maswali. Madhara unaweza ukiangazia, yani kwa kindani sana utapata madhara mengi. Manake si kitu kizuri cha kukula. So unahatarisha hata katika kupata ile intestinal obstruction ambayo ni intestines zako zinaweza pindika, ukapata emergency ya kupeleka hospitali ambayo hata ukienda unaweza fanywa operation. Unaona sasa utakuwa umehatarisha ile intestine ama digestive system yako. Wengine hata wana end up kufanywa ile inaita intestinal surgery, ile kukata sehemu moja ya ile intestine ili kutoa ule udongo. Maana umeshatoboa kwenye walls za intestine. Na wengine sana pia ukiangalia ile appendectomy, ile appendix ina end up kujaa, sababu appendix ina collect the stones, small stones zenye ziko kwenye chakula, kwenye ile digestive system. So unapata ile appendix inajaa na unapata watu wanafanywa ile appendectomy, ile kukata ama kutolewa kwenye hiyo kiungo cha mwili. Yeah, so those are the major madhara yake. Okay, sawa. Hello Baraka. Malindi na viungo vyake, ni mziki mzuka moto sizimika. Naitwa Mnyanzika Kinga. Msikilizaji, tuko na mhudumu wa afya kwa jina Bi Regina ambaye anatusaidia hususan katika kuzungumzia kuhusu udongo ambao unapendwa na kina mama wajawazito, na sio wajawazito tu, hadi wasichana pia. Kuna wale ambao wanapenda kula udongo. Sema nasi kupitia ujumbe mfupi ni 0748312175. Unatuma swali lako upande huo. Vile vile unaweza kutupigia simu kwa 0722479800 au 0733579800. Regina. Yeah. Sawa marami. Sasa umetuambia kuhusu madhara ya unapokula ule udongo. Generally, either kwa mama mjamzito na msichana wa kawaida. Yeah. Je, kwa yule mjamzito, yule mtoto wake kule tumboni, je, kuna madhara yoyote labda kwa yule mtoto kutokana na mama ambaye anatumia udongo? Kila jambo ambalo mama analofanya linadhuru mtoto wake. Ukikula vizuri pia inafaidi mtoto wako. Na tulipokuwa tunaangazia madhara, tumeona ya kwamba ina reduce appetite, ina create iron deficiency, ina madhara ya constipation. Hayo yote indirectly ujisi umeshiba, haukuli, so utakaa bila kula vizuri na afya yako itadhoofika kwenye mimba. So hayo yote ukiangalia indirectly inamdhuru mtoto wake. So kwa ufupi, kuna hiyo indirect ina affect mtoto indirectly. Kama ukiwa unakula udongo, usipokula ile chakula ambayo unastahili kula katika mimba, then blood HB yako itarudi chini. Na HB ama kiwango cha damu ambacho ni kizuri ndio kinasaidia mtoto wako pia kukua vizuri, kupumua vizuri, pale blood supply inakuwa nzuri na mtoto wako ana grow vizuri. So utapata kama mtu hali vizuri na anakuwa na ile HB, sometimes anapata ile retarded growth of the baby. Yaani mtoto anakuwa ambavyo kama ni miezi 6, miezi 8, unapata ile mimba ni ndogo zaidi ya ile miezi yake. Ndio tunasema retarded growth. So kunakuwa na hiyo effect ya retarded growth. Pia kunakuwa na difficulties deliveries. Wakati unapokuwa na choo kigumu ambayo haupitishi vizuri, wakati wa delivery inakuwa ni ngumu pia kusukuma mtoto kuweza kuzaa vizuri, na pia kuna madhara ya kupata kule kupasuka kwenye ile njia ya kuzaa. Okay, sawa. Sasa mmoja hapa ametoka anasema kwamba kuna wengine hawana mimba na wanakula. Ni kweli nini inawafanya mpaka wanakula hivyo? Maana yule mjamzito tutasema ni craving. Ni craving. Je, huyo ambaye si mjamzito pia yeye ni craving?
Amejisikia tu ale mdogo. Amejisikia kule. Jamani. Pengine ameona ni habit mwenzake alikuwa anafanya naye akaadapt. Okay. So tunasema kuna ile peer pressure influence habit created. Unaonja mara moja na unaendelea kula. So kuna ile habit formation, kuna ile kujitakia tu, wengine pia kukopi mwenzake bila kujua itakuja kuwa ni mazoea. Okay. So inakuwa ni hiyo tu ile kujizoesha na unapata umezoea. Na mtu anaweza kufanya vipi ili asile huu udongo? Sengine ni mwenyewe tu uamue because ukiangalia at the end of the day hakuna faida yote na madhara ni mengi. So ukiwa na ile craving, jaribu kupoteza ile craving na kitu kingine, pengine kufanya jambo lingine ama kula kitu kingine ambacho kitakufaidi. And especially najua kwamba kama unakula vizuri ile chakula ambayo vina iron nyingi ama unakula vizuri, damu yako iko nzuri, hautakuwa na hiyo craving ya kukula udongo ama kula mawe kwa sababu haina faida yote. Wengine hata acha udongo huu ambao unajua huku town ama huku town mjini. Kuna kule mashinani wanakula mchanga ule wa mchwa. Si ndio? Wanakula hiyo wa mchwa. Mwingine unapata mvua ndio imenyesha, sasa hiyo anasikia ule udongo wanukia ile harufu. So unapata ile just craving, unasikia ni kama ni kitu kizuri. Kama vile mwingine hata akisikia moshi inanuka anasikia good smell. So it's just an habit. Sometimes unaweza avoid, unaweza amua ikubebe, then you create an habit and it's a bad habit. Okay, sasa kama ni tabia tu ya mtu ama ni ile kucrave, huwa kuna muda maalum mtu atakula huu udongo then anakuja anaacha, ama it's a lifetime thing, unapoanza basi ndio hivyo kaende? Sidhani ni lifetime. Sometimes tu ni ile habit, ile mimba, na wengi wajawazito, mama wajawazito najua ni ile wakati wa mimba tu sana sana wanaacha, na si wengi siku hizi, si wengi wanakula udongo, percentage kidogo sana because wamefahamishwa, wameelimishwa, wamejua madhara yake na wana avoid wakikunywa zile dawa ambazo wanapatiwa katika mimba kama Saffron, hizo pregnant care, inawasaidia kuzuia ile craving ya kukula vitu kama hivyo. So inapata ni short time thing or short time habit ambayo unaweza wacha ama ukaamua sasa niache kwa sababu haina faida yote, especially kwa wasichana. Sasa ingine unapata tu ni influence, akishakuwa vizuri amejua madhara pia anawacha. Okay, sawa. Msikilizaji, zidi tu kusema nasi, una fursa ya kutuma ujumbe mfupi kwa 0748 312-175. Vile vile unaweza piga simu kwa 0722-479-800 ama 0733-579-800. So tukirudi generali utazungumza na watu Baraka FM. Yo guys, ni Kevo hapa nikiwa Likoni na nimetegea Baraka FM, the home of R&B and African hip hop. Napenda Baraka FM, inabamba juu music ya wakishirikisha Diamond Platnumz katika wimbo Cheche. Msikilizaji, 16 dakika zikiwa zimesalia iweze kugonga 7 kamili saa zetu za kanda ya Afrika Mashariki. Shukrani sana msikilizaji kwa kuchagua kutegea 95.5 Baraka FM. Naitwa Mnyazi Kakinda na ndani ya studio tuko naye mhudumu wa afya kwa jina Bi Regina, ambaye tunazungumzia mengi zaidi hususan kuhusiana na kina mama wajawazito na hata wasichana kupenda kula huu udongo. Bila shaka umesikia kwamba umuhimu wa kwake ni kidogo, lakini madhara ndiyo mengi zaidi. Uko sawa? Uko sawa kabisa, ndo zaidi. Okay. So kuna baadhi ya maswali hapa ambayo bado tuko nayo, tunaweza kuyapokea kupitia simu, kupitia ujumbe mfupi. Kuna yule mama mjamzito ambaye anapiga simu, anasema ya kwamba yeye ana ujauzito miezi 6, anasema mate kwa koo, sijui anasikia kuwasha, labda endapo unaweza kuzungumza naye haya yote analitoa nini? Okay. Katika mimba kila mwanamke ana tofauti ya vile anaposikia. Wengi wanaanza nayo kusikia kutapika,
kumwa na tumbo, uchovu, yani kusikia hivi ambavyo ni kawaida katika ile hali ya mimba ikiwa ni changa, na wengine pia wanapitisha mpaka miezi 6 na huko. Kutapika pia saa nyingine inatokea kama kuna acidity kwa tumbo, ama umekula kitu ambacho hakijakufurahisha tumbo, kinatoka katika kupitia kwa kutapika. So akisikia ile nausea, akienda kwenye daktari wake ama pale hospitalini atasaidiwa. Maana kutapika sana saa nyingine pia inadhuru afya ya mtoto na afya ya ule mama, because atakuwa dehydrated, yani maji itapungua katika mwili wake. So inafaa nenda hospitali, anapatiwa dawa za kufunga kutapika, na pia anaweza ongezewa drip kwa mwili ikamresuscitate ama ikamsaidia kwa dehydration. Yeah. Sawa. Kuna mwingine anaitwa Modesta Daisy kupitia Facebook, anauliza ni ukweli udongo ukila unakaa tumboni ama unatoka kupitia haja kubwa? Definitely utakuwa excreted. Kitu chochote unachokula kama akitakuwa digested kisaidie mwili, kinakuwa excreted. Yani kinatoka katika kwenda choo. So lazima uwe sometimes kitakuwa digested, kitatoka katika ile kwenda haja kubwa. Na utapata ile haja kubwa unaenda basi si kama ile ambavyo kama umekula matunda ama mboga, utaenda choo ambayo inakala kama ya grey hivi ama black. So hata pengine ukiangalia pale utaona zile minyo ndogo, maana tulisema kuna ile kitu tunaita ascariasis. Yeah. Okay, sawa. Na kauliza HB nzuri kwa mama mjamzito inafaa kuwa ngapi? Sana 10 kwenda juu. Manake chini ya hapo then tunasema kuna anemia in pregnancy. Na pia kuna ile hatari ya baada ya kujifungua unapata mama anapata PPH ama na bleed kawaida, lakini ikipungua zaidi ya pale then inakuwa ni hatari. So ni vizuri mama kula vizuri, kutumia zile dawa za pregnant care ama dawa zingine ambazo ameongezwa na daktari kuboost ile HB, ndiposa akwe na HB nzuri, avoid anemia in pregnancy. Okay, sawa. Regina, naomba uzungumze na kina mama wajawazito na hata wale wasichana ambao wanapenda kula udongo. Unajua wanakusikia kutoka kwako, maana wewe ni mhudumu wa afya, huenda wakaacha. Kuna yule mwingine kwamba mimi siwezi, nimejaribu lakini siwezi. Naomba uzungumze nao, uwasisitizie. Maana tumeweza kufahamu ya kwamba manufaa ni kidogo, madhara ndiyo mengi katika ulaji wa huu udongo. So ukiangalia katika ile kujua manufaa yake na madhara yake, we mwenyewe katika kama binadamu na akili timamu utaamua uamuzi ambao unakusaidia. Na kwa sana kwa kina mama wajawazito wakiwa na ile craving ni ngumu kumwambia awache, lakini afadhali ujisaidie mwenyewe, uache kula vyakula ambavyo vinakusaidia na mwanao pia. Na ikiwa zaidi ya hapo utakula lazima, then jaribu sana kunywa maji kwa wingi, kula matunda na mboga kwa wingi, ndiposa katika ile digestion iwe excreted. Isiwe tu ni ile katika tumbo yako sasa ni mchanga tu umekalia pale tu, ndi. So kunywa maji kwa wingi, kula mboga, alafu pia tumia njia ambayo unatumia dawa nzuri ya kubrush meno, yani kusafisha meno yako kila wakati baada ya kula ule udongo ama baada ya kula chakula, ku avoid ile cavities ama pia sensitivity of the tooth. Pia ni vizuri kuona daktari wako kama imekuwa na ile sensitivity ama cavity, ili daktari aangalie akusaidie mapema usiharibu meno yako. Maanake unajua meno ni kitu mzuri Biga smile meno ikiwa sawa, then unasikia pia uko sawa. So ni vizuri kufanya dental check-up. Alafu pia kuna deworming. Because tumesema kuna scariasis, but afadhali kuwa unakuwa dewormed at least after every 3 months unakuwa dewormed. Because sasa lazima ukule. Fanya deworming to avoid hizo complications. Alafu pia jaribu sana ambavyo unaweza kuavoid kama unaweza. Ni kama tu vile mvutaji wa sigara. Huwezi mlazimisha, lakini kama anaweza avoid. Okay. Na kuna wale ambao wanaamini ya kwamba wanapokula huu udongo baada ya hapo wanywe maziwa watakuwa wako sawa. Hii maziwa inasaidia nini? Ni tu kukata kiu tuseme, ama pia sasa I thought maziwa ni tiba. Unaharibu, unajenga. Kwa sababu akikula ile maziwa huwa ni kitulizo kwenye tumbo. Tuseme kama uko na acidity kunywa maziwa, utasikia umetulia. So ile udongo sometimes ikienda kwa tumbo, there is a lot of acidity in the stomach. So akikunywa maziwa anasikia kama kitulizo ama dawa ambayo ametumia. So kunywa maziwa ni jambo moja tu ya kutuliza whatever you're feeling ama kile unasikia kule ndani. Manake naamini wanakuwa wanachomeka kule ndani saa hiyo, hawawezi kuambia. Alafu pia just see your doctor for check up and utakuwa sawa.
Sawa sawa. Shukrani sana Bi Regina. Mimi nimefurahi umefika. Hata mimi nafurahi sana umenipa notice short, lakini nimejaribu maana yake mimi Unajua nimekuwa nikisunguliwa sana. Jamani, udongo umuhimu, madhara tunataka kujua, na mimi sasa si mtaalamu wa afya. Nikasema huyu lazima tumtafute tu. Asante sana. Asante sana. Okay, lakini kabla hujaondoka, labda mtu akitaka kuwasiliana na wewe ni katika mitandao ya kijamii, anaweza kukutafuta wapi? Labda mengi zaidi unaweza kuzungumza naye na ukamsaidia hususan kwa afya. Kwa kweli. So mimi kama muuguzi Regina niko available. Unaweza nipigia simu yangu kupitia simu ya mkononi ni 0720311064. 0720311064. Nitapokea, tutazungumza, nitakupatia advice na utasaidika. Na katika platform za mitandao niko pale. Kwenye YouTube niko na channel inaitwa Regina Foundation ambayo nasaidia watu wengi katika health issues. Pia nasaidia watu katika motivation, inspiration, kufahamishana hali ya afya hapa na pale. Pia Instagram niko pale Regina Foundation, Facebook niko pale Regina Mbeti. So kwa hizo zote unaweza wasiliana na mimi na ukasaidika. Asante sana. Shukrani sana Regina kwa Shukrani kufika. pia. Nimefurahi kuwa nawe. Asante. Haya, kazi njema utakaporudi kazini. Asante sana. Shukrani.